mwanzo na mwisho katika uwanja wa Kirumba tayari kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya Pamba. Tuseme tu ya kwamba tuko tayari Simba Sports kwa ajili ya mchezo huo. Tunachoombea tu ni kwamba hali ya hewa iendelee kuwa nzuri hivi hivi, mvua isinyeshe, ili uwanja uendelee kuwa katika ubora wake na tuweze kucheza mechi yenye kupendeza na mechi yenye ushindani. Mechi na Pamba Jiji mara zote huwa ni mechi ngumu, lakini tumejiandaa na tumejipanga kwenda kuonesha upinzani mkubwa na hatimaye kupata matokeo mazuri. Nichukue nafasi hii kualika na kuwaita wana Simba wote wa kanda ya Ziwa waje kwa wingi wao katika mchezo kesho. Kwanza waje waipe support Simba yao, lakini pili waje waione Simba mpya, Simba bora na Simba ambayo ina mabadiliko makubwa kweli kweli. Kila mwana Simba ambaye atakuja uwanjani katika siku ya kesho atakuja kufurahi, atakuja kuona mapinduzi makubwa ambayo yamefanyika, atakuja kuona wachezaji bora, atakuja kushuhudia kila kitu kizuri katika mchezo huo. Na kama haitoshi, tupo kwenye vita kubwa ya kupigania ubingwa na tupo kwenye vita kubwa ya kupata ushindi mbele ya Pamba Jiji. Ili tuweze kutimiza hayo yote, lazima tupate alama tatu, na alama tatu dhidi ya Pamba haziwezi kuwa alama tatu nyepesi, na ili tuweze kuzipata lazima kuwe na muunganiko wa mashabiki wote, kwa maana ya umoja. Mashabiki waje kwa wingi uwanjani, tushikamane, tupambane. Tupo ugenini, lakini kiuhalisia sisi ni wenyeji, kwa maana ya kwamba sisi tuna mashabiki wengi zaidi Mwanza na kanda ya Ziwa kuliko Pamba Jiji. Lakini jambo moja la msingi ambalo tungependa kusisitiza ni kwamba leo jioni tunafanya mazoezi katika uwanja wa Kirumba. Mara mwisho ilitokea sintofahamu baada ya viongozi wa Pamba kung'ang'ania kukaa uwanjani wakati tunafanya mazoezi, na badala yake ikaleta rabsha nyingi kweli kweli. Tunawaomba wasimamizi wa mchezo huu wazingatie kanuni zinavyotaka. Tutakapokwenda kufanya mazoezi, kusiwepo na kiongozi yeyote wa Pamba katika uwanja wa Kirumba. Wamekuwa na tabia kujisingizia vyeo, mimi sijui meneja wa CCM sijui nini, mimi sijui meneja wa kitu gani, mimi sijui nini, ili mradi tu kujipo halali wa kukaa uwanjani wakati sisi tunafanya mazoezi. Ni wakati wetu wa kufanya mazoezi. Tukimaliza kila mmoja atarejea hapo Kirumba kuja kuendelea na shughuli zake. Naamini kabisa tukizingatia hilo tutaepusha vitu vingi, na hiki sio kama tunaomba msaada, hiki ni kanuni. Kwa tunaomba kanuni izingatiwe, tupewe nafasi tufanye mazoezi yetu kwa utulivu. Tukimaliza wataendelea na mipango yao. Baada ya kusema hayo, niseme asanteni sana.